Mvutano kati ya Iran na Uingereza umeendelea kuongezeka baada ya Uingereza kutangaza kuwa iko tayari kujilinda saa 24 kwa siku kufuatia vitisho kutoka Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vinavyotumiwa na majeshi ya Marekani. Hatua hiyo imekuja wakati vita kati ya Marekani na Iran vikiendelea kushika kasi, huku Tehran ikionya kuwa kambi zozote za kijeshi zinazotumiwa na Marekani katika mashambulizi dhidi yake zitachukuliwa kwa malengo halali ya kijeshi. Uingereza imesema imechukua tahadhari za hali ya juu za kiusalama katika vituo vyake vya kijeshi, viwanja vya ndege vya kijeshi, bandari za kijeshi na maeneo mengine muhimu ya kimkakati. Maafisa wa ulinzi wamesema vikosi vya jeshi, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na vitengo vya ujasusi vinaendelea kufuatilia hali hiyo saa 24 kwa siku ili kuhakikisha vina uwezo wa kujibu haraka iwapo kutatokea shambulio lolote au tishio dhidi ya maslahi ya Uingereza nyumbani au nje ya nchi. Hatua hii imefuatia tamko la Iran kwamba nchi yoyote itakayoruhusu ardhi yake, anga yake au vituo vyake vya kijeshi kutumiwa na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran itawajibika kwa matokeo yatakayofuata. Tehran imesema kuwa haitafanya tofauti kati ya vikosi vya Marekani na washirika wake ikiwa vitatumika kama sehemu ya operesheni za kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ingawa Uingereza imesema kuwa haijashiriki moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran, imekubali kuiruhusu Marekani kutumia baadhi ya vituo vyake vya kijeshi vinavyohifadhi wanajeshi, ndege za kivita, ndege za kubeba mafuta angani, vifaa vya kijeshi na miundombinu mingine kwa kile ilichokiita shughuli za kujilinda na kusaidia operesheni za washirika wake. Hata hivyo, msimamo huo haujaondoa Uingereza katika orodha ya mataifa ambayo Iran inaona anatoa mchango moja kwa moja kwa operesheni za Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeishutumu Uingereza kwa kuwa mshirika wa karibu wa Marekani katika mgogoro huo, ikisema hatua ya kuruhusu matumizi ya vituo vya kijeshi vya Uingereza inaifanya London kuwa sehemu ya moja kwa moja ya vita. Wakati huo kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimesema kuwa mataifa yote yatakayoiunga mkono Marekani kijeshi yatabeba madhara ya maamuzi yao, kikionya kuwa Iran ina uwezo wa kujibu mashambulizi kutoka upande wowote na kwa njia mbalimbali. Mvutano huo umeongezeka wakati Marekani ikiendelea na mashambulizi ya usiku wa 13 mfululizo dhidi ya malengo mbalimbali nchini Iran. Mashambulizi hayo yameripotiwa kulenga miundombinu ya kijeshi, maghala ya silaha, vituo vya kuhifadhi ndege zisizo na rubani, mifumo ya makombora, vituo vya amri na udhibiti, pamoja na maeneo mengine ambayo Marekani inadai yanatumiwa na vikosi vya Iran kutishia usalama wa washirika wake katika Mashariki ya Kati na usafiri wa kimataifa katika mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump pia ameendelea kuishinikiza Uingereza kuongeza ushiriki wake katika kampeni hiyo ya kijeshi. Trump amekuwa akiitaka London kuonyesha mshikamano mkubwa zaidi na Washington katika operesheni dhidi ya Iran, akisema kuwa washirika wa Marekani wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kukabiliana na kile alichokieleza kuwa ni tishio la usalama kutoka Tehran. Hata hivyo, Uingereza imeendelea kusema kuwa hatua zake zinalenga kulinda maslahi yake ya kiusalama na kutimiza wajibu wake kwa washirika wake bila kutangaza ushirika wao wa moja kwa moja katika mashambulizi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.